Twende. Ni mechi ngumu. Ni mechi ambayo na imani kwamba itakuwa na ushindani mkubwa. Na ndio mechi pekee mimi kwa imani yangu inakwenda kujenga taswira ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tunajua ugumu wake kwa sababu tumeshapitia njia ngumu, lakini tutakwenda kupambana kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri. Moja katika kisomo ambacho Simba tumejifunza sana kwa miaka 7 katika miaka 6 katika mashindano na ndio shirikisho la soka barani Afrika. Ugumu wa mashindano na namna ambavyo mnakwenda kupambana. Tumejenga standard nzuri, tutakwenda kupata matokeo katika uwanja Benjamin William Mkapa. Lakini moja ya sababu ya matokeo kupata ni kwenda kujaza uwanja Benjamin Mkapa, kuhakikisha kwamba tunakuwa kwa wingi, tunakwenda kupeleka nguvu kwa wachezaji wetu, wanakwenda kupambana ili kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu, kwa namna ambavyo tulivyojipanga tutakwenda kupata matokeo mazuri. Kisugu, mnakwenda kwenye mchezo sasa. Nyinyi mkiwa favorite zidi ya Atletico, lakini mashabiki wa timu pinzani wanaona mnakwenda kuipoteza hiyo mechi. Maneno yapo. Na Waswahili wanasema siku zote maneno nani mdomo nyumba maneno, watu wazungumze. Lakini kabla hujazungumza ufanye tathmini. Kwa sababu haya mashindano sisi hatukurupuka, tunafanya kwa mwaka 6 sasa mfululizo katika mashindano haya. Na ndio maana wenye mashindano wanasema moja katika timu ambao wameweka rekodi kwenye bara la Afrika ziko timu 3 tu kushiriki mashindano yao, kwa maana ya shirikisho au klabu bingwa, kufika katika hatua ya makundi mara 6 mfululizo. Zimefanya timu 3 kwenye bara la Afrika. Amefanya Lari, amefanya Mamelodi, watatu ni Simba Sports. Kwa hiyo wao kama wanazungumza wacha wazungumze. Sisi tupo nao wapo. Bahati nzuri tuko kwenye bahari moja. Mawimbi yashaanza kupiga, kila mmoja atatetea nafsi yake. Lakini mwisho wa siku kuna wengine watazama, kuna wengine wataibuka. Kwa namna ambavyo Simba sisi tulivyojipanga, mimi naamini tutaibuka. Hiyo ina maana gani hiyo baba mkwe? Manake kuonekana nyinyi back to back mara 6, lakini mmekuwa kiwango cha ubora, mmekuwa mara ya kwanza labda mnafika mara 5. Yaani mara nyingi kwenye rekodi za kafu mnakuwa mnaziweka sana. Hiyo ni kuonyesha ni wakubwa sana hapa Tanzania. Yes. Moja, ukizungumzia virabu vikubwa na virabu bora barani Afrika lazima uzungumzie Simba. Na hii kwa watano hakuna mtu aliyetua, bali yakuwa walietua wenye mpira wao. Lakini ukiachia hivi tu, leo wanakwenda kwa mashindano kutoka kwenye vilabu bora katika bara la Afrika. Moja katika vilabu ambavyo vimeingia vilabu 10 kwa ubora ni Simba Sports. Isipokuwa tupata bahati kuingia kwenye nini? Kwenye klabu ya 5 kwa ubora katika bara kwa mwaka huu. Kwa hiyo hii standard imetuwekea kuona namna ambavyo tumeweza kuweka standard yetu vizuri kwenye football. Kwa hiyo mimi naamini wao wanaosema wachao endelee kusema, lakini sisi kama Simba tunajipanga, na ndio maana leo tuko Zingiziwa. Hatukuja huku kuangalia mji mpya Zingiziwa. Tumekuja huku kuwashawishi mashabiki wa Simba na kuwakumbusha kwamba tuna jambo kubwa, tubaki kwenye dua na sala, lakini pia tuende katika uwanja Benjamin Mkapa kwenda kusupport timu. Bwana, ndugu zako wametoa. Kuna misemo ambayo Waswahili wamesema kila mmoja anatakiwa ajue mwenye macho ambayo itazama. Na mwenye akili timamu hawezi kuambiwa atumie akili yako, isipokuwa yeye atatumia akili yake. Kuna tofauti kubwa sana kati ya jezi na malapulapu. Malapulapu? Nimesema kuna tofauti kubwa kati ya jezi. Watu leo mmeona ziko jezi zinapigwa mnada kana kwamba tunauza korosho wa Makonde. Kwa sababu si kwa ubora. Leo hii mzee wa Maokoto ananipigia simu analalamika. Anaambia Kisugu tusemee. Siwezi kuwasemea wana Yanga, njoeni mseme wenyewe japokuwa watani wangu. Kama wenyewe mmeona, kuna sababu gani ya kumtuma mtu kwenda kusema? Sisi tunachokisema kikubwa ni kuona namna ambavyo tunakwenda kujaza uwanja Benjamin William Mkapa. Lakini niseme tu kauli moja ndogo. Watani wameruka maji, wamekanyaga tope. Vipi? Kwa nini wameruka maji, wamekanyaga tope? Mara ya kwanza ulisema jezi zao ni mbaya, wameshuka kiwango. Nimejibu. Nimesema kuna tofauti ya jezi na malapulapu. Subirini, jezi za mpira mtaziona. Subirini, jezi zinazokwenda kuvaliwa na klabu ya 5 kwa ubora kwenye bara la Afrika mtafanyaje? Mtaziona. Na siku Simba atakapokwenda kuzindua jezi, naombeni waandishi wa habari mnitafute ili niwaonyeshe tofauti kati ya jezi na nini na malapulapu. Mikoi, ndugu zenu wanakwenda Zanzibar. Mechi wakataa? Hatuna ndugu sisi. Yaani mnawakataa? Sema wale vijana wanaishi Mchafukoge wanakwenda Zanzibar. Vijana binafsi wanaishi Mchafukoge wanakwenda Zanzibar. Mchafukoge ni wapi? Mimi niwapongeza. Dar es Salaam Africans asili yao ni Mchafukoge. Ili neno la Jangwani wanaita vijana wa leo, lakini sisi wazee wa zamani tunaita kule Mchafukoge. Kwa nini tulikuwa tunaita Mchafukoge? Wakati tunatoka bandarini kubeba mizigo tumechafuka, sehemu ambapo tulipokuwa tunakwenda kuoga ni kule. Na ndio maana tukasema kule kunaitwa nini? Mchafukoge, maana yake ukichafuka kule unakwenda kufanyaje? Kuoga. Kwa hiyo ile neno la Jangwani limeitwa juzi tu. Kwanza pale hapana sifa ya kuitwa jangwa. Kwenye mtu unahitaji jangwa.
kwenye mtu unahitaji Jangwa pale panaitwa Mchafukoge, na ndio maana hata ile kata ni kata Mchafukoge. Tunawapongeza katika hili kwenda Zanzibar. Wao wamejitathmini udogo wao, wameona hatuwezi kushirikiana na klabu kubwa, hatuwezi kugombana na klabu kubwa kwenye uwanja mmoja, na ndio maana wameamua kuandika barua kafu. Wamekwenda wapi? Zanzibar. Binafsi kama Kisugu nawapongeza katika maamuzi haya. Kisugu, umejisikiaje kuona shabiki mwenzako wa Simba nani Mchome nataji watu katika uwanja wa Benjamin William Mkapa? Mimi nafikiri haya ni mambo makubwa ya kuwazungumza kuliko mengine. Hayo mengine tukiachana na hilo